Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa yeyote yule aliyeumbwa na Mungu, Mungu alimwandalia hatima njema. Iko hatima njema ambayo Mungu alimwandalia na anatamani aifikie. Lakini kwa sababu ya kutokumjua Mungu, lakini kwa sababu ya kutokuijua hatima yake, kwa sababu pia adui yuko kazini, alipotea katika mfumo wa hatima aliyoandaliwa. Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hujawahi kuona katika familia, wewe mzazi unakuza watoto wako, unamuona kama mtoto fulani na kumpendelea ya kwamba ana umuhimu kwako. Na kuna mtoto katika familia ambaye hukuwahi kuwaza kama atafanyika msaada katika familia yako. Anaona kama ametengwa na baba, anaona kama ametengwa na mama, anajiendea tu kwamba imefika kipindi cha shule nisome, imefika kipindi cha hiki nifanye. Lakini hajawahi kuona upendo wa baba wala mama katika maisha yake, kwa sababu sio upendeleo wao kwake. Lakini yule mtu ambaye anaonekana sio upendeleo katika familia, ndiye unakuta anakuja kuwa msaada mkubwa katika ile familia. Wapo wengi. Na yule ambaye uliona ya kwamba anapendwa sana katika familia, anafika huko juu ndiye anayeharibikiwa na kuhitaji msaada. Hujawahi kuona katika familia mtoto fulani aliyeharibikiwa na familia nzima pamoja na maisha iliyo nayo, lakini haioni msaada. Yule ambaye alikuwa ameshindikana katika familia, huko mbele unashangaa Mungu ndiye amemwandalia na ndiye anayekuja kutokea kuwa na hatima iliyo njema zaidi katika familia. Inafika hatua aliyekuwa ameshindikana ndiye ambaye mnamsubiri ya kwamba kikao ili kianze cha familia, tumsubiri mtu fulani afike. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini ni mtu ambaye hamkumtarajia ya kwamba anaweza akawa na mchango mwema katika familia yenu. Wakati wao wanadamu wanawaza ya kwamba huna msaada wowote, Mungu anajua ya kwamba wewe ndiwe msaada katika familia yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wakati ambapo familia yako imekukatia tamaa na kuona ya kwamba wewe hata kama uende huko mbele utakoma wewe mwenyewe wakikuua, lakini Mungu anasema ya kwamba yule ni mtumishi wangu niliyemwandalia kazi mbele yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka mtu anayeitwa Daudi, inafika hatua anaimba zaburi, anajutia. Anasema ole wangu mimi, maana mama yangu alinichukua mimba yangu katika nini? Bwana Yesu apewe sifa. Anasema ole wangu maana mama yangu alinichukua mimba hatiani. Manake anajiona sio mtu aliyetakiwa kuwa mtoto halali anayestahili katika familia ya Yese. Alijiona sio miongoni mwa wanafamilia, maana mama yake alimchukua mimba hatiani. Ndiyo maana hata katika mazingira ya kuishi kwao, wakati wengine wakitumwa majukumu mengine, yeye anaambiwa bwana mdogo, wewe nenda kachunge kondoo. Yese anafika hatua anaulizwa na Samueli ya kwamba, je, watoto wako wote wako mahali hapa? Anasema wote wako mahali hapa. Kwa nini? Kwa sababu Daudi ni kama hakuhesabika kuwa miongoni mwa watoto wa Yese. Lakini Roho wa Mungu anamwambia Samueli, bado watoto wa Yese hawajakamilika. Yese naye anakumbuka ya kwamba yuko mmoja ameenda kuchunga, yuko huko kondeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati inafika hatua ambapo mpaka mzazi anasahau kama kuna mtoto miongoni mwa watoto, Mungu naye anasema ya kwamba yule ambaye umemsahau kama mtoto ndiye niliyemwandaa kuwa mfalme katika Israeli. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yawezekana uko mahali hapa unahesabu kukata tamaa juu ya maisha yako kwa sababu wazazi wako wamekukataa, kwa sababu ndugu zako wamekukataa, kwa sababu marafiki zako wanakukataa. Wakati wao wanakukataa, Mungu anaiona hatima njema katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ndiyo maana huwa nikikutana na mtu, ninapokuwa nikisema naye, huwa napenda kumwambia neno, usimdharau mtu. Yuko mtu ambaye unaweza ukamuona leo ni msaidizi wako. Leo unamwagiza katika mambo fulani, na wakati mwingine kumdharau, lakini huijui hatima yake. Kumbe Mungu alimpitisha mikononi mwako ili baadaye yule ndiye atakayekuwa juu yako na ndiye atakayekusaidia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Huwa unajisikiaje tuseme ya kwamba wewe ni mzazi, umefika hatua labda ndugu au mtoto wa ndugu amepita mikononi mwako, ukamsomesha kwa upendo, ukampenda, halafu kumbe ndiye ambaye ameandaliwa njia kuingia katika wakuu wa nchi, si ndio? Baadaye unashangaa bwana, yule kijana tuseme ni waziri wa mambo fulani, tuseme ni waziri mkuu, tuseme ya kwamba ni rais wa nchi, halafu yuko juu na amepita mikononi mwako. Wewe uliyefanya vile unajisikiaje? Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima ujisikie vizuri, kwa sababu unajua ya kwamba katika hatima ya yule mtu kuwa rais wa nchi hii amepita pia na mikononi mwako. Wewe umekuwa kituo, kisehemu ya vituo ambavyo vimekuwa vikimpitisha ili yeye awe mahala ambapo amekuwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya, watu wa Mungu. Yeremia anaambiwa ya kwamba kabla sijakuumba nalikujua. Kabla hujawa hivyo ulivyo leo, Mungu alikujua zamani. Na kabla hujazaliwa nalikutakasa. Maana yake kama ni kuitwa, uliitwa toka ukiwa tumboni mwa mama yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ndiyo maana katika kila mtu wa namna alivyoitwa, ameitwa kwa sehemu yake. Mimi nilivyoitwa ni tofauti na wewe ulivyoitwa. Hatuwezi tukaitwa wote katika sehemu moja. Ndiyo maana Paulo akasema ya kwamba sisi tuko kama viungo katika mwili. Tuko kama viungo katika mwili, ya kwamba mkono hauwezi ukauambia mguu ya kwamba una umuhimu gani, maana vinaishi kwa kutegemeana. Ya kwamba ili huu mkono ufike mahala ambako unataka kufika, ni lazima uihusishe miguu ili itembee. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo hatima yako iko mikononi mwa Mungu.